بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, nimepewa nafasi hii fupi tu na sikuitarajia kwa kweli kwa hii leo, lakini walillahi alhamd, nimefurahi kufika tena kwa mara ya pili katika msikiti huu, baitun min buyutillahi ta'ala, msikiti uliopo hapa katika mtaa wa Mti Mkavu. Ndugu zangu Waislamu, imamu ametusomea ayat min surati al-Baqara. Katika aya hizo alizozisoma, qala Allahu ta'ala: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu aliyekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa. Ndugu zangu Waislamu, hii ni amri ya kwanza katika Qur'an. Hii ni amri ya kwanza katika Qur'ani ya kumwabudu Mola wetu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii ni amri ya kwanza katika Qur'ani ya kwamba tumwabudu Mola wetu. Na jambo la ibada, kama tunavyojua wanafunzi sote, al-ibada kama alivyoarifisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Ibada ni jina ambalo linaenea, jina linalokusanya kila jambo analolipenda Allah na kuliridhia, iwe ni katika maneno, iwe ni katika vitendo vya dhahir na vya ndani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumwabudu yeye ambaye ametuumba. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake, la sharika lah, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Vyovyote vinavyoabudiwa min dunillah havina uwezo wa kuumba, kwa ajili hiyo havina haki ya kuabudiwa. Vyovyote vinavyoabudiwa min dunillah havijaumba kitu chochote, na kwa hivyo havina haki ya kuabudiwa kwa sababu havina uwezo wa kuumba. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye haki wa kuabudiwa, na hivyo vingine vyote vinavyoabudiwa badala yake Allah ni vya batil. Kwa hiyo ibada ya haki anayostahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah. Na ikiwa mtu atamwabudu Allah haki ya kumwabudu moja kwa moja kama alivyoahidi Allah, ni kwamba atapata takwa, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa. Na jambo la takwa Allah subhanahu wa ta'ala pia amelielezea katika siyam: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Takwa maulama
minas salaf ila al-khalaf wametofautiana katika maelezo ya taqwa. Nini taqwa? Nini kumcha Allah? Wengine wasema imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Taqwa ni kutekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Wengine wakielezea taqwa wanasema al-khawfu min al-jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahil. Moja katika taarifati za taqwa, al-khawfu min al-jalil ni kumwogopa Allah, wal amalu bit-tanzil na kutekeleza yaliyomo katika Qur'ani, wal qana'atu bil qalil na kukinai kwa kichache alichokuruzuku Allah, wal isti'dadu li yawmir rahil na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti. Wengine wakielezea at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, ni kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga. Hii ni katika taqwa. An taj'ala bainak wa baina adhabi llahi wiqaya pia ni katika taarifati za taqwa. Kwa tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate taqwa, na thamaratu taqwa kathira, natija ya taqwa ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea katika Qur'ani faida na matunda na natija ya taqwa ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala yakul wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mwenye kumcha Allah, Allah anamjalia matokeo ya kila zito na humruzuku kwa njia asiyoijua. Kwa katika faida za taqwa ni kupata riziki ya halali. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah humruzuku kwa njia asiyoitambua yeye. Hii ni moja katika faida za taqwa. Kadhalik katika faida za taqwa kwa wanafunzi, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah wa yuallimukumullah, mcheni Allah na Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni ilmu. Kwa hiyo katika faida za taqwa ni kwamba ilmu pia bila taqwa huwezi ukaipata. Kwa mcheni Allah na Allah atakupeni ilmu. Kwa jambo la taqwa linaingia kila upande, katika upande wa riziki, katika upande wa ilmu, katika upande wa matatizo. Mtu akiwa na matatizo, akiwa na taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshea matatizo yake. Ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na taqwa. Kwa jambo la taqwa ni jambo muhimu, na jambo la taqwa ndilo linalotia watu peponi. Wenye taqwa ndio watakaoingia peponi, wasiokuwa na taqwa hawataingia peponi. Kwa jambo la taqwa ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila mmoja wetu.